tunashuhudia kile ambacho kilizungumzwa siku moja kabla ya mechi kutoka kwa Amani Josia, lakini kutoka pia kwa Kevin Sabato Kongwe. Jana hakuingia uwanjani. Ni kama aliwaponza. Moja kati ya vitu ambavyo mimi alinishangaza wakati tukifuatilia ule mjadala ama mkutano wa waandishi wa habari na hizi timu, ni kama pia alikuwa anatengeneza tension kwenye ile mechi. Akasema kwamba hizi mechi ni miongoni mwa mechi nyepesi sana kwa wachezaji. Hazina maelekezo. Ukipewa jezi unajua nini ambacho unaenda kukifanya. Lakini ni mechi ambazo mara nyingi inabidi utumie akili. Sasa sijui unaona kuna kitu Amani Josia alikuja nacho pamoja na wachezaji wa Tanzania Prisons walikuja nacho kukabiliana na Yanga. Lakini pia nirudi nyuma kidogo. Sio mara ya kwanza kwa Sabato kuongea aina hiyo ya maneno. Nakumbuka kipindi yupo na Mungo pia wakati anacheza na Simba, kuna maneno ambayo aliongea kuhusu Simba kwamba ni timu ya kawaida kiasi kwamba wanaweza kupata matokeo pale pale. Kwa hiyo wakati mwingine ni namna ambavyo sasa kwa nini aje kujielezea. Hata Mtenji Albano kama utakuwa unakumbuka. Yes, akiwa Dodoma Fountain dhidi ya Yanga ile ambayo walifungwa hata Dodoma pia. Hata Dodoma. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao kuna maneno anaongea lakini mwisho wa siku yanaenda kuonyesha kwamba kile ambacho umekiongea hakireflect, kwa sababu mwisho wa siku lazima uwe na nidhamu. Na mimi naamini wachezaji ukishacheza ligi kuu wewe ni professional. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukikaa kwenye media kuuendea mchezo, kuna namna ya kuongea ili mali mtu ambaye anakusikiliza ama anakutazama ajue kabisa hapa ameongea kimpira. Lakini kwenye mazingira ambayo aliongea Sabato na kilichotokea, unaona namna gani sasa dhahama imekuwa kubwa zaidi. Bahati mbaya tena hajacheza. Kwa hiyo waliocheza ndio wamekutana na kitu kizito zaidi, kwa sababu Yanga nao labda waliona, wameona. Kwa hiyo ngoja tuwaonyeshe namna gani ya kuwafunga ili mali baadhi ya maneno yasio yanaongeleka. Lakini japo kwa Kevin nafikiri kitu ambacho alikuwa anajaribu kizungumza, hizi mechi ambazo timu za daraja la Tanzania Prisons na daraja mengine wanavocheza against Simba, Yanga na Azam, ni kama yeye alikuwa kwenye upande kwamba hizi ni mechi ambazo mwalimu inawezekana sitoe maelekezo mengi sana, kwa sababu wachezaji wenyewe wanatamani kuonesha ukubwa kwenye hizo mechi. Nafikiri huo ndio ulikuwa mlengo wa Kevin Kongwe Sabato, japo kwenye tabia zake sasa za kiuzungumzaji na ukimwangalia Kevin alivyo unaweza kusema ni yeye kama alitoa yeye mwenyewe, lakini ni kauli ambayo kwangu mimi nafikiri ilikuwa inalenga kwamba hizi ni mechi ambazo alisema pia kwamba ni kama sherehe. Ni kwa nini kwamba sherehe? Ni kwa sababu kama sikukuu. Ni kwa sababu hizi ni mechi ambazo kila mtu anaenda kushowcase kile ambacho yuko nacho. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamepata ulaji mkubwa kutokana na hizi mechi.